Ya, shalom, shalom. Bwana Yesu Kristo atukuzwe sana, ndugu mpendwa mfuatiliaji wa chaneli hii ya Yosia TV. Ninakusalimu kwa jina kuu la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai, mahali popote pale ulipo. Ninamtukuza Mungu wa Israeli ambaye ameweza kutupea kibali tena. Siku ya leo tumeweza kukutana hapa. Ninayeongea nawe ni yule kuhani Samuel Benson Yosia. Ninamtukuza Mungu sana kwa ajili yako, fuasi wa chaneli hii ya kuwa ni Samuel Yosia TZ. Barikiwe sana. Lakini siku leo nimekuja na tafsiri za ndoto ambazo zinaashiria roho ya kuonewa au roho ya kuondolewa utukufu. Hasa ndoto hizi ni pale ambapo ninaongelea pale ambapo ukajiona umelala usiku kwa namna ya ajabu, ukashangaa kwamba tunasema ukaota ndoto ulikuwa umevaa kofia alafu mtu akaja akaivua kofia yako kwa nguvu kichwani mwako. Ukiota ndoto mtu amevua kofia kwa nguvu, kofia yako ameitoa kwenye kichwa chako kwa nguvu, ishara yake ni, tafsiri yake ni kwamba unajulishwa ni ishara ya kutokuheshimiwa, ni roho ya kudhanauriwa na ni roho ya kukataliwa. Ukiota ndoto ya namna hiyo ukaona umevaa kofia au ni mwanamke umevaa kilemba, alafu mtu akaja akakivua hicho kilemba kichwani mwako. Kama ni mwanaume ukaona umevaa kofia ya heshima, ukaona hiyo kofia imeondolewa kwenye kichwa chako, sasa tafsiri yake ni kwamba unajulishwa ulimwengu wa roho za kudharauliwa na kukataliwa zinakufuatilia. Manake kama ulikuwa unaheshimika, ulikuwa ni mtu ambaye unapewa kipaumbele katika nyanja muhimu na za thamani, utajikuta kwamba mambo yako mengi hayaendi vizuri. Kwa sababu gani? Adui amekupandikizia roho ya aibu, amekupandikizia roho ya kukataliwa pale. Kwa ukiota ndoto ya namna hiyo, my friend, haina maana nzuri. Hakikisha unasimama nayo sana kwenye maombi na Bwana atakubariki sana. Lakini ndoto nyingine tunasema, kama ukiota ndoto tunasema ukaona unakula chungwa au embe ambalo limeisha oza, ni ishara ya kupitia tabu au mateso. Ukiota ndoto unakula chungwa au embe ambalo limeoza, my friend, hiyo ndoto haina maana nzuri. Ni alama kwamba kuna vipindi vya mpito vya uchungu na mateso ambavyo vitakuwa mbele yako. Utahitaji usimame sana katika maombi na Mungu atakubariki sana. Lakini ndoto nyingine tunasema kwamba kama ukiota nywele za kichwa chako zinakatwa pale ambapo umelala usiku, lakini ukaota mtu anakuja anakata nywele za kichwa chako. Asa tafsiri yake ni nini? Ukiota ndoto mtu anakuja anakata nywele za kichwa chako, manake ni kwamba anaondoa utukufu wa kiungu ulioko juu yako, manake unaondolewa. Utukufu wa Bwana ulioko juu yako unaondolewa. Na kama ulikopo ni muombaji, utaanza kuona wingu la ibada limepotea. Kama ulikopo ni mhudhuriaji wa ibada, utaanza kuona shauku imepotea. Kwa sababu gani? Kwa sababu ulimwengu wa roho uliota ndoto kuna mtu anakuja anakunyoa nywele. Sasa ukiota ndoto za namna hiyo, my friend, tambua kabisa kuna vikwazo ambavyo adui anakuepo mavipanga. Utahitaji usimame sana katika maombi na Mungu atakubariki sana. Lakini ndoto nyingine tunasema pale ambapo kaota ndoto unaona unafungwa ufahamu au unafungwa akili. Tafsiri yake ni nini? Maana yake ni kwamba unajulishwa ulimwengu wa roho kwamba kuna vita au vikwazo ambavyo adui wanakuepo wamekuandalia. Utahitaji usimame sana katika maombi na Bwana atakubariki sana. Zote hizo ni ishara za kiroho pale ambapo unakuona ziona. Sasa ni nini ambacho kinahitajika? Kinahitajika kwamba usimame katika maombi na Mungu atakubariki sana. Lakini ndoto nyingine tunasema umeona umelala usiku, lakini kwa namna ya ajabu ukashangaa kwamba ukaona, tunasema ulimwengu wa roho, ukaona mtu anakuja ananyoa nywele zako kichwani mwako. Tafsiri yake nini? Tafsiri yake ni kwamba unajulishwa ulimwengu wa roho kwamba kuna vita ambazo adui anakuwa amekuandalia, au vita ambazo mtesi anakuwa amekuandalia za kuondolewa utukufu au za kuondolewa utawala au za kuondolewa ufalme au za kuondolewa mamlaka yako. Ni nini ambacho kinahitajika? Kitu ambacho kinahitajika hapo, usimame sana katika maombi. Utakaposimama katika maombi, hakuna kitu ambacho kitashindikana. Bwana atakusaidia na Bwana atakuvusha katika hivyo vikwazo ambavyo unavipitia. Kwa unapoota ndoto za namna hiyo, my friend, hakikisha unasimama nazo sana katika maombi na Mungu atakubariki sana. Mungu akutunze. Ukihitaji msaada wa kiroho katika madhabahu yetu tukufu, namba zetu zote hapo ziko hapo chini. Unaweza kutufollow kwa namba 0695579223 mwisho, 0695579223
tatu mwisho. Ninakutakia wakati mwema, usisahau kulike, usisahau kushare, usisahau kucomment, usisahau kusubscribe channel yetu hii. Ninakutakia wakati mwema. Shalom shalom. Maranatha.